Nikusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ametupa neema. Leo tuzidi kujifunza juu ya Love Life Academy, yani elimu juu ya masuala ya mahusiano, ndoa, uchumba na maumivu, talaka, lakini na namna ya kutengeneza kile kinachotaka kuharibika, lakini namna ya kuvutia kwa yule asiye kuhitaji. Sasa leo tuna topic inasema haya mahusiano ukiyaona yanakuwa na mambo haya matano, basi jua yametoka kwa Mungu na ndoa hiyo itapatikana kirahisi, au uchumba huo utaleta matokeo. Cha kwanza, unaona ni mahusiano yenye vita kali. Unaweza ushangae ni mama mkwe au ni mashemeji, wanaanza kuleta vita, ni marafiki, ni maadui, wanaleta vita juu ya yale mahusiano. Ukifuatilia vizuri sana yale mahusiano ni mahusiano ambayo yanatoka kwa Mungu, kwa sababu soma Yohana 10:10 inasema shetani anakuja kuchinja, kuiba na kuharibu, lakini Yesu anakuja kutupa uzima kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo ukiona hivyo, ina maana kitu chochote ambacho ni cha Mungu muda mwingine pia adui anaweza kukipiga vita. Kwa lazima uwe tayari kusimamia kweli, na pia kama ni ndoa omba, lakini kama ni uchumba zingatia kuangalia ishara za msingi, lakini pia kutengeneza na kujua ni vitu gani vya msingi vya kubadilisha ili muweze kupata matokeo. Lakini kitu cha pili, utashangaa mnaendana, yani kuna vitu mtashabihiana, ni ndani ya ndoa au ni ndani ya uchumba. Mamilioni ya watu leo ambao wanahitaji kuwa na mahusiano ya furaha, lazima usiangalie tu fedha kwa mtu, usiangalie tu jinsia, cheo, usiangalie cheo. Wewe tafuta, wewe ni mwanamke, tafuta mwanaume, au mwanaume tafuta mwanamke ambaye mnaweza kuelewana, mnaweza kuhurumiana, mnaweza kusameheana, na mnaweza kupanga mipango ambayo itaweza kuleta furaha baina yenu. Lakini kitu cha tatu, utashangaa kwamba hamfanyi zinaa kabla ya ndoa. Ni kwenye uchumba mnasubiri mpaka ndoa ndio mnaanza kufanya tendo la ndoa. Lakini 4, ndoa ina vita japo upendo haukomi, na mnashangaa mnakuwa mnamtukuza Mungu. Lakini 5, ni ishara ya uaminifu lakini na ucha Mungu. Ukiona ndoa inamcha Mungu na ina uaminifu, ina maana tunasema ni kitu kinachoitwa upendano wa ndugu. Upendano wa ndugu huwa ni tiketi ya watu wengi watakaoenda mbinguni. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema nyakati za mwisho zinafika, ambapo sasa kwa sababu nyakati hizo za mwisho zimefika, upendo utapoa, watu wengi watachukiana, ndoa nyingi zitavunjika, na ndo sasa hivi watu kupata ndoa sahihi ni ngumu, zinaa ni nje. Hayo ni majira ya mwisho ambayo kila mwanadamu anatakiwa ajue, aelewe, afahamu, abadilike ili giza isije nikamkumba nyakati hizi. Sasa nataka usiache kufuatilia, tuna vitabu, tuna ushauri, lakini pia unaweza kufika huku Kimara Korogwe, utatutafuta, tupo Dar es Salaam, tutaweza kukufundisha, kukuelekeza, kukuongoza, na mamilioni ya watu sasa wanapata matokeo. Nawapenda. God bless you, be a shining star in Jesus name. Thank you.